tunapaswa sisi wote tuheshimiane, tunyenyekeleane. Sio mmoja tu ananyenyekea anakuwa kama vile na kuhofu. Kwanza wewe mume na mke mnanyenyekeleana nyote wawili kwa kichwa cha Kristo, kwa kumtii Kristo. Amen. Maana katika kitabu cha Wafilipi sura 2 mstari wa 3 hadi 8 inasema ikituambia hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Amen. Tunaendelea. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Mfano mzuri ambao tunapaswa kuiga ni huu: usishindane na mwanamke kwa sababu wewe sasa umeambiwa ni kichwa, wewe umeambiwa sasa. Je, umekuwa Kristo wa mwanamke? Wala umekuwa Mungu wa huyo mwanamke wala wa hao watoto? Tafakari sana kwa hili neno. Mstari wa 5 ndio umesema ya kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo ndani ya Kristo Yesu. Ewe mwanamume unayemtazama, ewe mtu wa Mungu unayemtazama, kwa vyovyote vile tunaambiwa kwamba tuwe na nia hii ambayo ilikuwemo ndani ya Yesu Kristo, ambaye hakuangalia eti mbingu, hali ya umungu inanitosha, yani inanitosha basi ni lakini akajinyenyekeza. Na sisi tuige hali hii ya Kristo. Wewe unayetisha wengine na kuwahofisha, eti sijui wewe ni kichwa, eti sijui kama wewe ni nani, humjui Mungu wala hauna Yesu maishani mwako. Ahera utaingia wala mbingu ya Baba usiweke wazo lolote kwamba paradiso utaingia. Ujiandae, ahera itakumeza. Jehanamu utamezwa humo, wala hakuna mashaka, wala hakuna cha kuziwia. Utamezwa mara moja na jehanamu. Bwana Yesu tuhurumie sana, na Bwana tusaidie wapendwa. Amen. Amen, amen. Ati iweni na nia hii tumuige Kristo namna alivyokuwa humble, alivyokuwa mnyenyekevu. Hakukuwa wa kututishia, hakukuwa wa kutuhofisha kama vile wababa wanahofisha, kama vile wanaume wanaogopesha nyumbani kwao, wanaogopesha hata kule makanisani, wanaogopesha hata kwenye maserikali, wanaogopesha mahali popote walipo wanaume. Bwana Yesu tuhurumie sana. Unaenda wapi? Usitarajie kwamba paradiso ya Mungu utaingia wewe ambayo unahofisha mke wako wala watoto wako wala kwenye serikali wala mahali popote unaposimamia. Usiwe hata na wazo kwamba utaingia, bali ujiandae sana, ahera itakumeza. Jehanamu utaingia tena kwa wepesi sana usipotubu, usipoacha huo mwenendo wako mbovu. Jiandae, jehanamu itakuwa rafiki yako, itakuwa fungo lako. Bwana Yesu tusaidie sana. Usiwe mwenye kushindana kwa sababu ya madaraka. Usiwe mwenye kuwa na kiburi kwa ajili ya madaraka. Usiwe mwenye kujigamba na
usijidai kwa sababu ya madaraka ambayo umepewa. Bwana anaweza kukunyang'anya mara moja. Ikiwa kama amewanyang'anya wafalme, wewe je? Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana anaweza kukupatia hayo madaraka uwe kiongozi wa nyumba. Usipoyatendea haki, Bwana anaweza kukunyang'anya nayo vizuri sana. Unasema huyu mama naongea nini? Sauli alikuwa mfalme, alichukuliwa na Mungu. Mungu alimteua Sauli, maana hakuna jambo linalomshinda Bwana. Sauli Bwana anamteua. Lakini wakati alionyesha kiburi na ubabe, Sauli Bwana alimwacha. Lakini akabakia iko na tawala tu. Hakupita natoka kwenye kiti cha utawala. Lakini take Bwana alimkataa, akachagua mwingine. Akaendelea sasa na kutawala kwa ubabe, kwa kutishia, kwa vitisho. Lakini Bwana alikuwa amekwisha kumkataa. Na wewe unaweza kuwa katika jamaa la, kumbe Bwana alitaka kuhepa zamani kwa sababu ya vituko unavyovifanyia jamaa lako na mke wako. Mtowe huyo mama out. Mwanamke sio wa kukaa ndani kama figo. Mfanyie sherehe kama ni ya siku ya kuzaliwa. Mfanyie surprise. Mletee vizawadi huyo mwanamke. Usimtawale kwa ubabe. Ni msaidizi wako. Roho Mtakatifu tunaambiwa ni msaidizi wetu. Lakini Roho Mtakatifu tunaambiwa usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Usimhuzunishe huyo mwanamke ambaye ni msaidizi wako. Kristo hakuna wakati aliweza kututishia sisi kanisa. Wewe mwanaume unamtishia na kumhofisha mke wako. Unaona uko sahihi? Hauko sahihi. Jiandae tu usipobadilika. Jiandae kabisa, hata uchubue suruali ukienda kwenye madhehebu, hata uombewe wakuwekee wachungaji mikono kwenye kichwa hadi upara uje. Jiandae utaenda jehanamu usipotubu na kuacha. Lakini ukitubu na kubadilika, mbingu za Baba zitakupokea, maana Biblia inasema ya kwamba ni furaha gani iliyo mbinguni ya kwamba mtu mmoja anapotubu na kukiri na kuacha dhambi zake, mbinguni wanashangilia na kufurahia. Ole kwako ikiwa kama hautaacha tabia chafu na mbaya na mbovu ambayo unamfanyia mke wako nyumbani. Amen. Mke wako anajuta kuolewa na wewe. Watoto wanajuta kuzaliwa na wewe kwa sababu ya ubabe na utawala wa utumwa, utawala wa ukoloni. Halafu najidai kwamba mimi ni mwanaume, mimi ni jogoo, mimi ni beberu. Pamoja na ubeberu wako, jiandae jehanamu itakumeza, wala hautapata msamaha baada ya kufa. Bwana tuhurumie sana. Msitende neno lolote kwa majivuno. Acha majivuno mwanaume. Acha majivuno. Wewe ambaye unatawala huko ofisini, acha majivuno. Wewe ni kama mvuke tu. Wewe ni kama maua tu. Mchana unachanua, jioni unanyauka. Bwana Yesu tuhurumie sana. Bwana ambaye amekupatia hiyo responsibility, itunze, ilinde, itumikie vizuri. Usije kalaumiwa na Bwana. Amen. La sivyo utapata cha mtemakuni. Nabali aliona mimi ni kichwa cha jamaa, ni kichwa cha nyumba, lakini alikuwa mpumbavu, hakukuwa na akili. Wanaume wengi hawana akili. Wengi tu. Unamuona tu anavaa suruali lakini hana hata sifa za kuitwa mwanaume. Lakini suruali anayo. Anaweza hata kuzaa. Lakini ile sifa ya kuitwa baba, ya kuitwa mwanaume hana. Lakini anaweza kuzalisha huko nje na kule na huko. Lakini sifa za ubaba, sifa za kuitwa mwanaume hana hata moja, wala hatimizi. Kuna baba mmoja aliwahi kusema kwamba eti yeye anamshangaa mke wake, analalamika sana mke wake hariziki, eti anasema eti mume wake hampendi.
Eti sasa jamani, mnisaidie na mimi huyu mwanamke mshauri. Hataki yeye kushauriwa, anasema mke ndio mbaya. Eti mimi naona kama huyu mwanamke anakuwa na pepo ya umalaya. Sijui upendo gani ambao nitamuonyesha, maana huyu mwanamke hariziki. Sasa nisipokupenda ninaweza kukuzalisha. Muniamilie huyu mwanamke upendo gani ambao anautaka kwangu. Mimi ninamzalisha, tulishazala naye watoto kadhaa. Watoto kadhaa tumezaa naye. Sasa mimi nisingelikuwa na upendo, ningemzalisha hao watoto. Mimi namuemeleaka chakula. Upendo gani tena nataka mimi nimuonyeshe sasa wala nimfanyie? Nikasema huyu ni Zuzu anayeeneza sharti za uzuzu. Yaani kama kichwa hakina akili mimi sijui. Sasa tukamuuliza, je, baba, kwa kweli unasema mke wako ana makosa? Eti ndiyo kabisa, mumshaurie huyu mwanamke. Kwa sababu ukiona mara nyingi sana mwanamke anakuwa adui wa mwenzake mwanamke. Mwanamke anamgombeza mwenzake mwanamke. Eti wewe ndio una makosa, mwanaume unapasha. Yaani mwanaume ameonekana kama vile kamungu ndani ya hii dunia. Sasa mwanamke ameonekana kama vile anachorewa yuko shetani. Kila Kenya anafanya yeye tu ni mabaya, ni mashetani, ni vibaya. Hata kama mwanaume anakosea, watakamata yale makosa wanamtwika mwanamke. Mwanaume anabakia iko innocent. Aibu kubwa sana kwa wale wanaofanya hivyo. Zaidi kwenye madhehebu. Bwana tuhurumie sana. Hakika Bwana tuhurumie na Bwana tutie nguvu. Bwana tusaidie zaidi. Zaidi sisi wamama. Maana wakati mmoja Bwana aliwahi kunionyesha kwamba akanifunulia hili jambo. Acha nilizungumze kwa sababu tuko tunazungumzia familia. Bwana akanifunulia hili jambo, akaniambia, tazama, ninakuja kufanya vizite kwa wanaume wa Afrika. Niliwahi kusema huu ujumbe hapa kwamba Bwana anakuja kufanya mkaguo, anakuja kufanya vizite kwa wanaume wa Kushi, kwa wanaume wa Afrika. Bwana kaniambia kwa kipindi hicho, eti mimi Bwana niliweka kila mtu hapa duniani, nikamwekea shida zake na mema yake. Lakini katika ulimwengu wote mwanamke wa Muafrika amepewa ziki na shida kuliko watu wote ulimwenguni, na kupitiliza yale mateso ambayo nimeweka kwa kila mtu. Maana nimeona ya kwamba mimi Mungu nimesema kwamba wewe hautaishi kama vile uko katika paradiso. Hapana, utapata majaribu, utapata changamoto fulani, lakini utapata na mema. Lakini huyu mwanamke wa Muafrika amepata majaribu na mateso kupitiliza yale ambayo mimi Mungu nimeyaweka kwa watu wote. Bwana kanifunulia kipindi hicho, eti mimi mwenyewe ninakuja kufanya vizite kwa wanaume wa Kiafrika, kwa sababu huyu mwanamke ameonewa na kuteswa sana na kunyanyaswa. Atiangalia hapa, mwanaume ametisha kama vile ugonjwa wa kansa unavyotisha ulimwenguni. Ukisikia mtu anagonjwa kansa, pale unapita una lose control, unapita unapoteza hope, unapoteza imani. Kwa sababu najua basi huyu wamesema nagonjwa kansa, basi kifo kinaingia. Watu wanatetemeka kwa ajili ya maradhi ya kansa. Vivyo hivyo ndivyo mwanaume anatisha. Kama vile kansa inavyotisha, ndivyo mwanaume nimemuona anatisha kwa mwanamke. Ndivyo mwanaume ametisha kwa ulimwengu kama maradhi ya kansa inavyotisha na kuhofisha walio wengi. Ole kwako wewe ambaye haushikiki. Bwana tusaidie sana. Bwana tuokoe wapendwa. Bwana nakuja kufanya sakato yeye mwenyewe kwa hawa ambao wanawatesa wake zao na familia zao. Ushike vizuri huyo mwanamke, mbembeleze. Usiwe mbinafsi. Kuzalisha mwanamke na kumuemelea sio tosha. Tazama wengine wanasema mambo ambayo kwamba mimi sasa huyu mwanamke aniambia upendo gani? Je, Yesu alitupenda kwa sababu tumemzaa naye?
Matendo yako yatakuonyesha kwamba unampenda, unamuonyesha upendo. Sio kumzalisha wala kumwemelea, maana naye kwao alikuwa anaemelewa na baba yake na mama yake. Au kwa wasio na wazazi alikuwa anapata chakula mahali alikuwa. Sio chakula chako kilimkomalisha huyo mama, ili uanze kusema eti mimi namuemeleaga. Shame on you. Eti mimi namzalishaka. Hata wazazi wanazaa. Kwani kuzaa kuna ufundi stadi sana kwa kudunga mimba. Haujaona wanaume wanabebesha wazazi mimba? Sasa walikuwa naye mapenzi au nini? Wababa, tumieni akili. Eti mtu asione mambo yake mwenyewe na kujibinafsi yeye mwenyewe. Ndivyo neno la Mungu limetuambia. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Amen. Wa binafsi, mnanisikia? Hili ni neno la Mungu. Usiwe wa kujiona tu, mimi ndio ninafaa, mimi ndio baba. Sasa kama uko baba, ulifanywa ubaba na huyo mwanamke wako. Mwanamke akafanywa mama kwa sababu ya mwanaume. Mwanaume akafanywa baba kwa sababu ya mwanamke. Sisi sote tunafaana. Ndio maana usiwe mbinafsi mwanaume. Muonyeshe upendo kwa matendo, sio upendo wa kumzalisha, sio upendo tu eti unamuemelea. Akili za kitoto, za kipuuzi sana. Mpaka nilimwangalia huyo baba nikasema huyu zinacheza, dishi nacheza, au anachenga kichwani, au zinaenda vizuri, au kuna probleme kichwani kwake. Tena akayasema hayo maneno akiwa kabisa ana msimamo, anaonyesha kwamba yeye kabisa ni fundi stadi wa kuemea, anaemelea mke na watoto, na anajua kumdunga mke wake mimba. Basi hiyo inatosha, ni upendo. Maana kama hana upendo naye hawezi kulala naye. Kuna mazuzu, njoo muangalie, ni Mkristo, ana cheo chake, lakini wapi? Sufuri. Ila kizungumuza utasema huyu baba ni mpole, huyu baba ni mstaarabu. Lakini wapi kabisa, hayaendi vizuri humu. Lakini anaitwa baba. Kasema huyu mama na kazi kubwa kwa huyu mwanaume, maana ni mbishi wa ajabu, hakubali kosa. Anasema yote ni ya huyu. Akasema unajua kuna wamama wanatafuta wanaume. Eti kuna huyo baba akasema ati kuna mama mmoja alikuwa anakorogana na alikuwa anakorofishana na mume wake nyumbani. Kumbe kuna wengine ambao kuna wamama ambao walikuwa wanaenda shambani, wakapita nyuma ya nyumba ya wale watu ambao walikuwa wanazozana kwenye nyumba. Eti hao wamama wakapita wanasema, eti vunja huo nyumba, tutaujenga sisi wenzenu. Eti tutaujenga baba fulani. Kama hakuheshimu, kama hafanyi vyenye nataka, mwache, sisi tuko tayari kumreplace, kumgomboa. Vunja, tutabujenga. Angalia huyu mtu. Ana akili timamu, au kichwa kimejaa maji, au kichwa kimejaa akili, au kichwa kimejaa nini? Sasa mke wake akasema, si mnasikia sasa? Kama amesema haya mbele yenu, sasa tukiwa mimi naye, fikiri sasa ni mangapi ananiambia ya kunivunja moyo. Eti hayo ndio mapenzi sasa. Huo ndio upendo. Bwana Yesu tuhurumie wapendwa. Haya madhehebu haya yamefuga makafiri. Sio kama vile Waislamu wanasema eti Wakristo ndio wakafiri. Biblia inasema makafiri ni wale wasiokuwa na Mungu. Ni wale wasiomjua Mungu na Yesu Kristo. Ni wale ambao hawana Mungu maishani mwao. Ni makafiri. Wamejaa kwenye kila kona ya dhehebu.
Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini wanasema, Bwana Mungu wangu ninakupenda. Unampenda wapi? Neno la Mungu linasema kwamba wewe unasema unampenda Mungu, lakini jirani yako aliye karibu nawe haumpendi. Wewe ni mwongo. Wawezaje kusema unampenda Mungu usiyemuona, na huku mwenzako mwenyewe unaona, uko na unamlilisha, uko nampatia msongo wa mawazo, uko nampatia mawazo mabaya, uko na unamtendea upumbavu na ujeuri. Eti Bwana Mungu unampenda kivipi? Unasema uongo na unajidanganya wewe mwenyewe. Bwana tuhurumie sana wapendwa. Na Bwana hakika atutie nguvu. Tusome neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso sura 5 mstari wa 13. Tutamalizia kwa 13. Alafu tutaruka kwa 21. Tusikie neno la Mungu linatuambia namna gani hapa. Waefeso sura 5 mstari wa 29. Tutasoma mpaka 13. Alafu tutaruka 33 na tutakuja kuruka tena tuangalie 21. Inasema hivi. 29 Waefeso 5. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Amen. 13. Kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Amen. Hii ni mfano mzuri ambayo Biblia inatuambia ya kwamba kama unamtesa mke wako, maana wewe ni zezeta sasa. Juu hakuna mtu anaweza kukamata huu mwili wake aanze kuupiga. Tutasema huyu ni kichaa. Sasa wewe baba unampiga mke wako. Tukuhesabu kama unazo. Tutakuhesabu hamnazo. Hamnazo kabisa. Kwa sababu ukiwa nazo, huwezi kumpiga mwili wako. Huwezi kumtesa mke wako. Huwezi kumnyanyasa mke wako. Huwezi kuwa mbinafsi. Huwezi acha kumfurahisha mke wako. Huwezi acha kumbembeleza mke wako eti atajiona. Puuzi mkubwa. Baba mmoja naye tukaenda kumshauria. Akatuambia kwamba akaniitisha. Kaenda. Akaniambia mimi mke wangu ana matatizo. Alafu mimi sasa mke wangu analia sana. Eti na kusema kwamba mimi huwa simuonyeshi mapendo. Anasema kwamba mimi simwambiagi kwamba unapendeza. Hilo tu ndio linamlilisha mwanamke mzima. Huyu mwanamke yawezekana nilimuoa hajafikisha umri. Eti mimi nashangaa sana huyu mwanamke. Mimi sasa mama, kwa kweli sikuwagi mimi na hiyo karakta ya kumwambia mwanamke kwamba mwanamke wangu kwamba unapendeza. Huwa ninayasemea kwa roho yangu. Hata ninaweza kuona napendeza vizuri, mimi siwezi kumwambia mwanamke kwamba mwanamke wangu unapendeza, hapana. Ninaisemea kwenye roho. Eti maisha ya kiroho sasa. Yaani tunafanya birthday kiroho. Tunafanya out kiroho. Yaani tunabembelezana kiroho. Basi na tuzae kiroho. Tuzae kiroho sasa watoto ambao nataka wa kiume na wa kike. Fanya tu kiroho. Umeditate. Alafu mke wako awe na mimba. Alafu mke wako azae mvulana na msichana. Alafu tukuambie wewe ni baba fulani kiroho. Mungu aliweka huu mwili, akaweka na roho.
roho ina mahitaji yake, mwili vivyo hivyo una mahitaji yake, nafsi ina mahitaji yake. Wengine wanakamata hivi vitu wanaviweka vyote kiroho. Sasa tuache kutumika ili kwamba tupate pesa kiroho. Tuache kutembea au tuache kuemea ili tukule kiroho. Mazuzu ni wengi, lafu wakishika dini ndio wanakuwa mazuzu completely. Wanafanya vitu ambavyo viko rubbish, nonsense, havieleweki, lakini wanakuhakikishia kwamba vinaeleweka. Maana Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hata unaweza kumuonyesha wewe, baba, hili halipaswi, hili linafaa. Anakuambia mimi ninaona hili ndilo linafaa. Sasa huyo mtu ni mgumu sana kwa kuweza kumrekebisha wala kumwambia badilike. Maana mtu akijua dhambi yake, huyo anakuwa na akili ya kuitubu na kuacha. Lakini akiona kwamba mimi ninafaa, hata unaweza kumwambia na kulilisha majiwe kichwani mwake, atabakia ni mjinga tu, mjinga. Hata umuingize kwenye kino, atarudia iko mjinga tu. Hata umtwange, atabakia ni mpumbavu tu, ni mjinga. Bwana tusamehe sana, na Bwana hakika atusaidie ili ujinga utuondokee, ili ushupavu utuondokee. Vivyo hivyo imewapasa wanaume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Sasa ukimchukia, jibu nalitunza hapa. Bwana tuhurumie sana. Hakuna mtu anaweza kujiumiza hapa. Lakini cha ajabu, angalia wanaume wako wanapiga wake zao, wanawaachia na maalama. Huyo tumuite ni mwenda wazimu, tumuite hamnazo, au tumuite ni zezeta au zuzu, au tumuite ni mwanaume, au tumuite mwanaume suruali, au tumuiteje? Jibu tunalitunza. Jibu unalitunza wewe ambaye uko kwa kundi hilo. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Wababa wengi wanaenda wanaenjoy maisha, wanakula mishkaki. Anakula mishkaki huko nje, hawezi kuletea mke wake na watoto. Mimi nilimuona baba yangu mzazi